Amani ya Bwana ipitayo fahamu zote. Mfalme wetu anaitwa Bwana wa vita na pia anaitwa mfalme wa amani. Asubuhi ya leo nimeokoka na ninapenda Yesu na nguvu zangu zote na akili zangu zote na uwezo wangu wote na ujuzi wangu na kila kitu ambacho mimi ndicho. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka uliopita 2024 tukiwa kwa maombi ya siku 40, wale ambao wako katika huduma hii ya Isaiah 61 Ministries International, tulikuwa na siku 40 za kuomba na kufunga mwezi wa 9. Na tukiendelea na maombi hayo, kuna jumbe ambazo Bwana alikuwa anatupea, kwa sababu tunaamini na tunafuata Mungu ambaye huongea. Mungu wetu si Mungu sanamu. Mungu wetu ni Mungu ambaye anaongea. Na kwa hivyo moja ya jumbe ambazo Bwana aliweza kuongea, nalimsikia Bwana akisema ombeni, ombeni. Nami nikajibu nikasema, na vile tumeomba, wakati Bwana anasema jambo na kurudia mara mbili, kama anaposema amini, amini na kuambia, wakati anasema verily, verily I say unto you, na wakati anasema ya kwamba ombeni, ombeni, neno la mfalme lina nguvu. Na wakati anaposema mara mbili kwa kurudia neno moja, anaweka mkazo zaidi. Na kwa hivyo Bwana akasema ombeni, ombeni. Nami nikajibu nikasema, na vile tumeomba. Wakati Bwana anasema ombeni, ni kwa sababu ni katika hiyo njia tu ameweka ya mawasiliano, ya maongeo yeye Mungu. Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu mwenye uwezo wote na muamuzi wa haki. Ile njia ameweka ya kuweza kuhusiana na binadamu ni katika njia ya maombi. Na Biblia inatufundisha njia tofauti tofauti za maombi. Na Biblia inatufundisha kuhusu maombi. Na ukiangalia jinsi ambavyo nilivyojibu, nikiwa kama mfano wa waombezi, kama waombezi, kanisa, mtu, taifa, ni ya kwamba Mungu anaposema tuombe na tuombe, kuna mambo yanayoendelea, yanayofanyika ambayo yanahitaji majibu, na njia pekee ni katika njia ya maombi. Nayo ya majibu yana vile tumeomba ni katika hali ile ya kuvunjika moyo, ni katika hali ile ya kukata tamaa, ni katika hali ile ya kuachilia. Lakini hatuna njia nyingine ituleteayo wokovu na msaada na majibu isipokuwa maombi, na maombi yanayoombwa kulingana na vile Biblia inatufundisha.
maombi yanayoombwa kulingana na vile Yesu amefundisha, maombi yanayoombwa kulingana na msaada wa Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo hatuna njia nyingine kwa vyovyote vile, kwa sababu njia ambayo Mungu ameweka kwa vyovyote vile ni njia ya maombi. Na kwa hivyo tutaomba na tutaendelea kuomba. Na wakati nasema ombeni, ni kusema ya kwamba tumeomba, ndio, lakini anataka tuombe tena. Ombeni. Tumeomba, lakini anataka tuombe tena. Biblia inatufundisha maombi ambayo Mungu husikia na maombi ambayo hasikii. Na ndiposa Yakobo anasema ya kwamba tunaweza kuomba maombi ambayo ni hasara, maombi ambayo Mungu hatajibu. Na ni rahisi kujua ya kwamba shetani pia hujibu maombi ya uharibifu, yani kufanya kazi ya uovu, yes, na mtu. Ya, na kuna maombi ambayo Mungu hajibu. Na hiyo ndio Yakobo anasema, vijana wanasema sare, maombi sare, yani haina faida, haijibiwi, ni bure, ni hasara, ni upepo. Na kwa upande wa shetani huwa anafanya kazi na watu, na ndio kwa sababu katika ufalme wake kuna watu anatumia ndani ya kanisa, na kuna watu ambao wako katika ufalme wake ambao hufanya enchantment, ambao huomba. Watu walifunga na kuomba katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na ni watu ambao walikuwa wanafundisha neno la Mungu, na ni watu ambao walikuwa ni viongozi, na ni watu ambao walikuwa ni waalimu, lakini walikuwa wanafunga na wameapa ya kwamba hawatakula mpaka waweze kumuua Paul. Na wanamuua kwa nini? Sababu Bwana amemuita na amemtoa kwenye alikuwa, na amempea wajibu na maagizo ya kuweza kutimiza wajibu wake. Na kwa hivyo wapendwa, hatuna la kando, hatuna la ziada ila kutii. Kwa sababu Bwana anaposema tuombe, na tuombe, ni njia hiyo tu. Na kwa hivyo tutaomba, kwa sababu neno la Bwana linatuambia katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 2 na wa 3. Wakolosai 4 aya ya 2 na ya 3. Bwana anasema ombeni. Nasi tunamjibu, tunamwambia tumeomba. Yani tuombe nini ingine tena? Tunajibu katika hali ya kuvunjika moyo na kutupia maombi mikono. Tunatupia mikono vitu ambazo tumefanya kwa bidii, hata kufika mahali ya kusema nimetoa kafara zote, ninatoa gani tena? Lakini Bwana anasema endelea kutoa, endelea kufanya yaliyo mema, endelea kufanya ya kupasayo. Huo ndio ujumbe wa Bwana kwa kanisa lake. So Wakolosai 4 aya ya 2 na ya 3, Biblia inasema dumuni sana katika maombi. Sikia hiyo, dumuni ni kusema usiondoke.
usiondoke katika eneo la maombi, ya kwamba utaishi hapo, utakaa hapo, utajenga hapo kwa maombi. So Bwana anasema, analiambia kanisa lake, ombeni, ombeni. Na kanisa linajibu, linasema tumeomba sana, tumefunga sana, tumetoa kafara, tumefanya kila kitu. Tuombe namna gani? Tuombe nini? Tunaomba na mambo yanaharibika, tunaomba na maombi na majibu yanakawia. Tuombe nini ingine? Lakini yeye aonaye, yeye mwenye hekima yote, yeye mwenye maarifa yote, yeye aliyeumba usiku na akaumba mchana, yeye aliye mwokozi na mkombozi, yeye aliye muamuzi wa haki, anasema dumuni katika maombi. Usitoke mahali pa maombi. Hivyo ndivyo anavyoliambia kanisa, usitoke mahali pa maombi. Shetani anafanya kila kitu ambacho huwa anafanya kwa mtu binafsi, kwa kanisa, kwa jamii, kwa taifa, ili kwanza namba 1 kutuondoa katika maombi. Kila wakati utaona, hata ukiangalia, hata ukifanya upelelezi wako, utaona ya kwamba wakati shetani ana kitu anafanya ndani ya mtu, jambo la kwanza ambalo huwa anafanya ni kuondoa huyo mtu mahali kuna maombi, ama kumuondoa katika maombi. Jambo la kwanza. Mtu hata anaweza kuchagua kufanya kazi kubwa na mzito kuliko kwenda kukaa mahali kuna maombi. Akae chini aombe, ama apige magoti aombe. Na hiyo inakuonyesha ya kwamba kuna kazi shetani anafanya ndani ya mtu huyu. Namba 1, kazi yake inakuanga, na mbinu yake na silaha yake inakuanga kutoa mtu mahali pa maombi. Na atapea mtu kazi zingine za kufanya. Atapea mtu kuzurura. Atapea mtu hata kazi ngumu ya kufanya kuliko kwenda kuketi chini na kuomba, ama kupiga magoti, ama kwenda katika maeneo ya maombi. Na kwa hivyo yeye aonaye na yeye ajuaye anaambia kanisa lake, dumuni sana sana sana, dumuni sana katika maombi, mukikesha katika kuomba huku na shukurani. Mukikesha. Kukesha si kumaanisha kwenda mahali fulani. Kesha ambayo inasemwa hapa haimaanishi kwenda mahali fulani, ile ambayo tunaita kesha. It is to be spiritually awake, ya kwamba wewe uko katika muamuko, haujalala, unaona, unasikia, unaona vitu ambazo zinakuzingira. So anasema kesheni. Kesheni ni kukaa hapo. Yes. Kesheni ni hiyo, ni kudumu hapo. Kesheni katika kuomba huku na shukurani. Jambo lingine ambalo shetani huondoa ndani ya mtu katika hali ile ya kutafuta kuweaken mtu ndio aweze kuattack, ni kusababisha mtu kusahau matendo ya Mungu. Na katika kusahau kunakosa shukurani. Na
na kupuuza na kudharau kunaingia, kama vile ambavyo tumekuwa tukiona katika safari ambayo tunatembea tukiangalia mada ambayo tuko nayo ya mwaka huu, ya kwamba ninalijenga kanisa na malango ya kuzimu haitaidhuru. So tumekuwa tukiona vile waliotutangulia walikuwa wanasahau haraka yale ambayo Mungu amewafanyia, na kwa sababu hiyo walikuwa wanateta, walikuwa wanaongea kinyume, walikuwa wanakufuru Mungu na kumtukana Musa kwa sababu ya kusahau. Na kwa sababu hiyo wanakosa shukurani. Shukurani huwa zinapea mtu ambaye amekutendea jambo nguvu za kutenda tena, nguvu za kufanya zaidi. Lakini wakati inaingiwa na madharau, ni kumaliza, unamaliza nguvu za yule alikuwa amekufanyia kufanya. Na hiyo ndiyo moja ya silaha ambayo shetani hutumia na naiweka ndani yetu, ili tusahau na tukose shukurani na tuweze kukejeli Mungu. Na kwa hivyo yeye aonaye anasema ombeni, ombeni. Tutaamuka kutoka kwa kuketi. Tutaamuka kutoka kwa kutupa mikono. Tutatubu kutoka kwa mahali pa maombi. Na kumbuka, maombi ni msitu mkubwa. Maombi ya kibinafsi, maombi ya jamii, maombi ya taifa, maombi ya wakati wowote, saa yoyote, maombi kwa ajili ya kila jambo. Kwa sababu tusipoendea Mungu kwa maombi, tunaendea miungu kwa majibu ya vitu ambavyo tunataka, nasi tunajifanya kuwa maadui wa Mungu. So shukurani, kumshukuru Mungu kwa kile ametenda, ili atusikie na kututendea lile ambalo liko mbele. Mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Kila mtu anahitaji maombi. Yes. Wakati Mtume Paul anasema hapa, watu wengi wale walikuwa naye akisema mtuombee, wakajiuliza tukuombee nini? Wewe sasa tutakuombea aje? Wewe tunahitaji uweze kutuombea. Lakini maombi kutoka kwa kila upande, maombi yanayoelekezwa na Roho Mtakatifu. Can you imagine, hata maombi ya watoto Bwana huyasikia. Kwanza hiyo inaendanga express, kwa sababu ni genuine, inaendanga express. Maombi ya moyo ulionyooka Bwana husikia. Maombi ya kilio Bwana huyasikia. Na kwa hivyo Paulo anawaambia ya kwamba tuombeeni, tuweze kuzisema siri za Mungu, tuweze kusema mausia ya Mungu. Tuombeeni ujasiri kwa Mungu wa kufanya mapenzi ya Mungu na kuhubiri injili ya kweli. Tunahitaji maombi kila mmoja. Kwa hivyo kunahitajika mtu wa kuomba.
hatuwezi tupia maombi mikono. Hatuwezi kuacha maombi. Tukiacha maombi tunajisalimisha kwa adui. We cannot afford to quit prayers. Na anasema kwa sababu hii nimefungwa. Shetani hutuweka gereza za aina tofauti tofauti. Gereza za aina tofauti maishani haya, ili usifanye hicho ambacho unafanya. Usiseme hicho ambacho unasema. Na ndiposa anasema tuombeeni, tuwe na ujasiri. Tuko katika gereza. Yani shetani anafanya mambo kwa mtu. Anaweza shika watoto, kwa hivyo unawekwa gereza. Gereza la watoto ndio adui akunyamazishe. Anaweza shika mume, anaweza shika mke, anaweza shika kanisa, ashike wafuasi. Badala ya kiongozi afocus na kile anatakiwa kufocus, aanze kufanya zile vitu. Petro anasema sisi tutawawekea watu wa kufanya hiyo. Tuko na wito na assignment as apostles. Lakini si mambo ya chakula na mikati. Na nani alikula githeri na ni nani hakukula? Shetani huweka watu katika jela za aina hiyo, ili waweze kuruhusu focus, ili waweze kuomba na kufanya kile ambacho wanatakiwa kufanya. Na kwa hivyo anasema mtuombee. Tuko jela. Jela ni za aina nyingi, I tell you. Kila siku jela. Unaingishwa hii ama unaingishwa hii ama unaingishwa hii. Lakini maombi yanatutoa kwa jela. Na ndio kwa sababu Bwana anasema ombeni. Hatuwezi tupia maombi mikono. Hatuwezi kuacha kuomba. Tutaendelea kuomba. Oh God, our God. Roho Mtakatifu utusaidie. Wathesalonike wa kwanza 5. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17 na 18. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17 na wa 18. Ombeni bila kukoma. Sikia, Bwana alituambia ombeni, ombeni. Na sisi tunamjibu, tunamwambia na vile tumeomba. We refuse to be discouraged. We refuse to give up in the name of Jesus. We refuse to be weary. We destroy the witchcraft of the enemy to pull us from the place of prayer. Oh yes. Na siongei tu kuhusu kukua mahali fulani. Maombi ni ya kila saa, kila wakati, kwa ajili ya kila jambo. Oh yes. Kuna mahali pa kukutana, ndio. Kama sasa tumekutana mahali hapa pamoja ili tuweze kuomba. Lakini maombi ni ya kila saa, kila wakati. Maana Bwana yuko kila wakati na kila saa na kila dakika. Na malaika wanashuka na kupaa wakituhudumia. So neno linasema ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Oh yes. Si mapenzi ya Mungu tukue na shida, sivyo inamaanisha. Si mapenzi ya Mungu tuumie ama tuteseke. Lakini kile anasema ni ya kwamba wakati tunapitia katika mambo hayo,
na tuko ndani yake na tuko pamoja na yeye na tunamuita yeye ndiye wakili, na hayo maombi ndiyo Yesu huchukua na kwenda kufanya kesi nayo mbele ya Baba na kuitisha haki yetu ambayo shetani amechukua. Basi hatuwezi, hatuna la ziada, hakuna kukosa kuomba, kumwambia Bwana anaposema ya kwamba hayo ndiyo ombeni, maana hiyo ndiyo mapenzi ya Bwana. Si mapenzi, hasemi ni mapenzi yake tuteseke ama tuumie. Anasema ya kwamba tunapopitia jambo hilo katika haki na katika kumtambua, basi anachukua hiyo, yeye ndiye wakili. Anachukua hiyo akiwa wakili wetu, anasimama nayo mbele ya Baba katika koti ya mbinguni. So we cannot quit prayer. Hatuwezi toka mahali pa maombi, hatuwezi kuacha maombi. Kuacha maombi, na ninasema maombi ambayo Yesu alitufundisha ya kwamba tuombe mapenzi ya Baba. So maombi ambayo ni mapenzi ya Baba, maombi ambayo ni mapenzi ya Baba ako ndani, yeye ako ndani. When we pray according to the will of the Father, ako ndani. Kukosa kuomba ni kujisalimisha kwa shetani. Oh, we will pray. Inatupasa kuomba, inatupasa kuomba, na tutaomba, maana hiyo tu ndiyo njia. Katika kitabu cha Waibrania, ninataka tuombe katika kitabu cha Waibrania 5, Waibrania 5 mstari wa 7 hadi wa 10. Waibrania 5 aya ya 7 hadi ya 10. Yeye siku hizo za mwili wake, wakati Yesu alikuwa hapa, alikuwa na mwili kama sisi vile tulivyo. Na Biblia inatuambia alipokuwa katika mwili huu, vile ambavyo tuko katika mwili huu, kuna kitu alikuwa anafanya, na kitu hicho kinaitwa maombi. Yes, akiwa na mwili. Na sisi tuko na mwili, tuko ndani ya mwili. Maadamu tuko katika mwili na tuko mwilini na tuko katika ulimwengu, Bwana ambaye ndiye Bwana wa kanisa, Bwana wetu, oh yes, the head of the church, anatuonyesha ya kwamba ile njia alipitia ni njia ya maombi. Kila kitu alikuwa anafanya ilikuwa inachanganywa na maombi. Kila kitu. Kama vile unapika chakula, unaweka chumvi. Ikuwe nyama, ikuwe ni maharagwe, ikuwe ni chakula gani, unapika na unaweka chumvi. Yeye ndiye mwalimu wetu. Yeye ndiye kuhani mkuu. Yeye ndiye askofu he's the bishop of our confession. Yeah, yeye ndiye askofu wa maungamo. Oh yes, got it. Yeye ndiye askofu wa maungamo yetu. Yeah. So ni lazima tuweze kuungama. Ni lazima tuongee. He's the bishop of our confession. So we have to speak. Ndio aweze kuchukua. We have to confess. The confession in this context ni kuongea
ni kusema. Na kwa hivyo anachukua hayo maungamo, anachukua hayo maneno, anayapeleka kwa Baba, anaiunganisha na hili neno. Yeye ndiye askofu wa maungamo yetu, na neno linasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Yes. So anatufundisha, na tumekuwa tukiangalia wakati Bwana anasema nalijenga kanisa, tunaweza kufaulu aje? Walikosea wapi ambapo tunaweza kusoma tusikosee? Walishinda namna gani ili tuweze kusoma na tuwe hata washindi kuwaliko? Kwa sababu sasa tuna agano jipya. Tuna agano jipya kwa sababu sasa tuna Roho Mtakatifu. Wakati ule wa kale Roho alikuwa anawajilia, lakini sasa tuna Roho Mtakatifu. Na yeye aliye mwalimu wetu, yeye aliye kielelezo chetu, yeye anayesema ombeni ombeni, anatuambia alipokuwa na mwili kama huu wangu hapa duniani, aliishi kwa maombi, alidumu kwa maombi. Nami sina budi kuomba. Sina la ziada ila kuomba. Na ni kuomba kulingana na mapenzi yake. Sikia vile inasema, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana alijifunza. Unaweza kunipa jibu? Alijifunza kutii kwa mateso hayo aliyoyapata. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba Yesu hakuokoka kwa sababu alikuwa mwana na alikuwa ametoka mbinguni. Hakusikizwa kwa sababu alikuwa ametoka mbinguni. Biblia inatuambia alilia kwa kilio kikuu alipokuwa katika mwili huu, ili asikose njia ya kurudi akiwa katika mwili huu. Hiyo ni kusema ya kwamba ingawa alikuwa ametoka mbinguni, angekosa kurudi. Shetani alimjaribu vile huwa anatujaribu. Alimjaribu kwa majaribu yote ambayo huwa anatujaribu nayo. Shetani alikuwa naamini ya kwamba, maana huwa nasema na ninarudia, shetani haamini ya kwamba umeokoka, na haamini utafika mbinguni. Kama hajaniweza leo, atakuja na mbinu zingine kesho. Kama hajaniweza leo, atakuja na rangi zingine kesho. So inasema ya kwamba alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa. Na hapo ndipo neno limetuambia ya kwamba tunapoomba na tunapitia mambo, kuna kitu kinakamilishwa, kuna kitu kinafanyika. Na ndio kwa sababu tumesoma neno likatuambia hayo ndio yatupasayo. When we go through that, there is something that is happening behind the curtains. Mtu anapopewa mtihani, hapewi mtihani hapa alafu unaambiwa jibu ni hii, andika hii ndio jibu. Unapewa mtihani, unafanya mtihani, jibu liko na mwenye alipeana mtihani.
hata kama ni multiple choices, unapewa majibu ya kukuconfuse hapo. Hauambii ndio hii, unaambiwa chagua moja kwa nne. Yeah. Jibu kamili iko na mwenye kupeana mtihani. Na kwa hivyo inatuambia ya kwamba yeye tunayefuata, yeye aliye kichwa cha kanisa, anasema ombeni, ombeni. Na neno linatuambia ya kwamba yeye alikuwa katika mwili kama sisi, aliteseka kama sisi, alikumbana na mambo, alikuwa 100% human being, mtu binadamu, lakini aliishi kwa maombi na kilio kikuu. Aliishi kwa kumtii Mungu na akaweza kusikiwa. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkisedeki. Na kwa hivyo akaweza kuhitimu. Alikuwa mtu kama sisi. Na wakati anapotuambia tuombe, anatuambia tuombe sababu alikuwa kama sisi na aliomba. Hatuwezi kuacha maombi. Yesu aliomba mpaka msalabani, aliomba. Akalilia Baba, akamwambia Baba, kwa nini umeniacha? Akalia msalabani, akasema kwako naitoa nafsi yangu. Kwako naitoa nafsi yangu. Akakata roho. Hatutatoka mahali pa maombi, hatutatupia maombi mikono, na hatutaomba maombi ya uchawi. Tutaomba kulingana na neno la Mungu. And we shall not pray amiss. Katika jina la Yesu. Na wakati ambapo tunaenda mbele za Bwana kuomba, dhambi tu ndiyo husababisha asiweze kusikia, asiweze kujibu. Neno linasema ya kwamba wakati Akan aliiba na akaficha na wakashindwa vitani, na Joshua akaomba akiwa chini mchana kutwa, kutoka asubuhi mpaka jioni, kama amelala pale kifudifudi. Bwana akakuja jioni, akamuuliza unafanya nini? Akamwambia Bwana, umetuachilia tukashindwa, maadui zetu wametushinda, na wanajua sisi ni watu wako, na wanajua wewe ni Mungu mkuu. Wacha nikuambie, Mungu hana aibu, and God does not bless sin. Hata kama ni ya nani, He does not bless sin. Kile anatuambia ni tuache, tutubu dhambi na tuondoke. Mungu akamwambia hivi, hamwezi kushinda maadui zenu kwa sababu mumefanya dhambi. Mumefanya kile niliwaambia msifanye. Kunisikia na kufanya njia yangu ndio inawapea nguvu kwa maadui zenu. May the Lord help us, the believers, to master that. Because many a times we waste a lot of time and a lot of energy tukiomba makosa, tukipigana vita vibaya. Ndiposa Paulo anasema nimepigana vita vizuri. Tumeitwa kupigana vita vizuri. Ni vita, na ni vita vizuri. Ni vita, yes. Lakini ni vita vizuri, maana ni vita vya Bwana, zinaelekezwa na Bwana. Na kwa hivyo ushindi uko wakati ni Bwana anaelekeza, wakati silaha ambayo ninatumia ni ya Bwana.
Dhambi husababisha tukose kusikiwa. Dhambi husababisha tuweze kupoteza. Dhambi husababisha maadui zetu wacheke. Dhambi husababisha maadui zetu wakufuru Mungu. Ayubu, katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 11 mstari wa 13 na 14. Ayubu 11 mstari wa 13 na 14. Wewe ukiweka moyo wako kwa uelekevu, yani hiyo ni neno linatuambia kabla haujaanza kuomba, wakati ambapo ninatafuta Mungu, kuna mambo ya kwanza, na Yesu alitupa pattern ya maombi. So inasema wewe ukiweka moyo wako kwa uelekevu na kumunyoshea mikono yako, yani wewe, mimi, tunapokuja mbele za Bwana, wakati tunakuja mbele za Bwana kuomba, wakati tunakuja mbele za Bwana kuinua mikono yetu mbele zake, inasema ya kwamba ikiwa una uovu mkononi mwako, uweke mbali na wewe. Ikiwa kuna jambo la kusababisha Mungu asisikie, Mungu asijibu, na jambo hilo linaitwa dhambi. Yes. Watu wa Mungu, usidharau dhambi. Shetani asikudanganye kuhusu kudharau dhambi. Dhambi ni mauti, dhambi ni kifo, na shetani anajua hiyo vizuri. He knows that. Na kwa hivyo Bwana anasema unapokuja mbele zake kuinua mikono mbele zake, kukikuwa na uovu mkononi mwako, uweke mbali nawe, wala usikubali upuzi kukaa hemani mwako. Kuna vitu za upuzi, vitu za utoto, vitu za upumbavu ambazo huwa tunakabiliana nazo kila siku, na zinatuzuia kuendelea, na zinatuzuia kupata. Oh yes. Upuzi. Na unaweza kutumia kazi yako na nguvu zako ukishindana na upuzi, utoto, upumbavu. Nehemia akawaambia maadui zake, sitateremuka ono, niko na kazi kubwa ninafanya. Sitakuja kushinda hapo mkisema tulifanya, tuliongea, tuliambia watu. No, I am doing a noble work. So anasema kabla haujainua mikono yako, dhambi. Na ni nani hafanyi dhambi? Biblia inauliza. The sins of presumption and assumption, the sins of commission and omission. Oh yes. Dhambi za siri, na yeye hafichwi siri. Yeah. Kuna watu watatu ambao hawezi ficha dhambi. Moja ni Mungu, sababu huona kila kitu. Wa pili ni shetani, maana mnafanya dhambi na yeye, na shetani hashtaki Mungu kwa uongo. Anabeba evidence, anabeba exhibit. So hawezi kumficha, maana yeye ndiye mfalme wa dhambi. Hiyo ni nchi yake.
na kwa hivyo anajua nchi yake, anajua sheria za nchi yake. Mtu wa tatu ni wewe mwenyewe, kwa sababu unaweza ficha watu, lakini wewe unajua. So neno linatuambia kabla hatujaenda mbele zake, kabla hatujainua mikono kwake, tuweze kuondoa uovu mikononi mwetu na kuweka mbali, uweke mbali nawe, wala usikubali upuzi kukaa hemani mwako. Upuzi. Tunaanza na kutubu. Hivyo ndivyo neno limetuambia. Unapomkaribia, dili na hizo vitu ambazo ni chukizo kwake. Na kisha tutatubu dhambi za kutupia maombi mikono. Tutatubu dhambi za kubackslide, kuanguka kutoka kwa maombi. Unaweza fikiri ya kwamba unaomba ukijipima, lakini mwenye kupima anasema hapana, umeanguka. Umeanguka. Na neno linasema hivyo katika kitabu cha Ufunuo, ya kwamba hatuko mahali pa kwanza. Bwana, tunakuja mbele zako, na ninataka tunapoomba ujue kuna mambo ya kibinafsi. Tuko na jamii zetu tunabeba, kuna kanisa na kuna taifa, kuna maono ya Mungu. Bwana, kulingana na neno lako, unakuja mbele zako siku hii ya leo. Bwana, ninakuja mbele zako kwa kuungama. Bwana, ninakuja mbele zako kwa kutubu. Moyo wangu ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha. Oh God, Baba wangu mfalme, ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako mfalme wetu, na ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninakiri ya kwamba Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba utakazo kulingana na kile umeniumbia, kulingana na wito umeniita Bwana, kulingana na mahali ambapo niko, kulingana na neno lako Bwana ambalo huwa unaninenea mara kwa mara. Nakiri mbele zako ya kwamba Bwana, nimeanguka. Oh God, na kama vile ambavyo nilivyojibu, na kama vile tumeomba, Mungu wa mbinguni, tukiwa waombezi, nikiwa muombezi, nikiwa mtumishi wako, tukiwa kanisa, tukiwa taifa, tumetupia maombi mikono. Oh God, our God, tumekujaja kukuwa muongo. Tumekujaja kukuwa Mungu asiyetimiza neno lake, asiyetimiza ahadi. Tumesema ya kwamba, na tukakwambia, tumeomba sana, hakuna haja. Bwana, tunakuja mbele zako, tusi ni wenye dhambi, tunaungama dhambi za kukutupia mikono, tukikuwa wa Kristo, tukikuwa waombezi, tukikuwa kanisa, tukikuwa taifa, tukikuwa bara. Bwana, tunakuomba utusamehe. Tumekuita muongo, ya kwamba hautimizi ahadi zako. Tumeomba sana na hautimizi. Bwana, tunakuja kutubu. Tumesema ya kwamba hata tumetoa kafara sana, oh God, na hakuna kitu unafanya. Bwana, utusamehe. Bwana, utusamehe, kwa sababu umesema kwa neno lako, ulipokuwa katika mwili uliweza kuomba hata ukipitia machungu yote uliyopitia. Na wewe ndiye Bwana wetu. Tusamehe dhambi za kurudi nyuma, tusamehe dhambi za kutoka mahali pa maombi, tusamehe kwa kukuhukumu, tusamehe mfalme wetu. Hatuna utofauti na baba zetu uliofanyia mambo makubwa na hawakuona na hawakubadilika. Oraboshete nazika. Tunakuja mbele zako kwa kutubu. Utusamehe. Tunatubu dhambi za kurudi nyuma, tunatubu dhambi za kuondoka mahali pa maombi. Oh God, our Father, hii ndiyo njia ambayo umetupea ya kuongea na wewe, ya kupata majibu, ya kupata msaada. Lakini Bwana,
tumekutupia mikono. Tumeomba utusamehe, tusamehe dhambi za upumbavu, tusamehe mfalme wetu, tusamehe dhambi za uovu, tusamehe dhambi za upuzi. Bwana, tunaomba utusamehe. Bwana, tumefundisha hata watu kuanguka. Oh God, our Father, oh, we have fallen. We have fallen, we have fallen, we have fallen from the place of prayer. Oh God, our God. Na tumekuwa kufundishana jinsi ya kurudi nyuma. Bwana, wengi waliokuwa na bidii ya maombi, wameenda kutafuta manabii wa uongo, wameenda kutafuta wenye watawatabiria. Oh God, our God, wameenda kutafuta miungu ambayo haikuumba mbingu na nchi. Wameenda kutoa kafara kwingine. Watu waliotoa kafara kwako wameenda kutolea miungu mingine, wameenda kutolea miungu ya milimani. Bwana, ni sisi tumeyatenda haya katika jamii zetu, katika taifa letu. Ni sisi tumeyatenda haya. Tukaenda kutoa kafara milimani na mabondeni, tukalisha miungu ya majini. Oh God, our God, tunakuja mbele zako, tunatubu dhambi za kurudi nyuma katika maombi. Ibazika taya mazeria. Tutawacha maombi twende wapi? Oh God, our God, heal us of our backsliding. Bwana, umesema uponyaji wetu uko katika maombi. Tunapokuwa wagonjwa na tunakosa kuja kwako, tunaenda kwa manabii, tunaenda kuambiwa vitu za kuleta na manabii wa uongo, maana tumechokeshwa na maombi. Bwana, tusamehe, tusiangamie katika upumbavu wetu. Bwana, utusamehe. Mfalme, utusamehe. Umesema yule aliye mgonjwa, oh my God, na aite wazee wa kanisa na watamuombea, na atatubu dhambi, na atasamehewa, na atapona. Oh God, our God, tumekataa mahali pa maombi, na kwa hivyo tunatafuta njia zingine za kujiletea uponyaji. Bwana, utusamehe. Moyo ni wako. Oh God, it doesn't matter where one can go. Oh, souls are yours. Life is yours. Tumetenda upumbavu. Tumetenda upumbavu. Tumetenda upumbavu wa kutoka mahali pa maombi. Tumetenda upumbavu wa kukuacha. Tumetenda upumbavu wa kutoka kwako wewe uliye kisima, na tukaenda kujitafutia visima ambazo hazina maji. Bwana, wengi wameporwa. Oh God, wengi wamefanyishwa maovu mengi kwa sababu walitoka mahali pa maombi. Oh God, our God, tunatubu dhambi zetu za binafsi. Tunatubu dhambi za binafsi. Tunatubu dhambi za jamii zetu. Tunatubu dhambi za taifa. Tunatubu dhambi za kanisa. Tumetenda uovu huu mbele zako. Tumeanguka kutoka kwa maombi. Bwana, tumeanguka kutoka kwa maombi. Watu wanaomba maombi ya uchawi na wako kanisani. Oh God, our God, watu wanaomba maombi ya uchawi kwa jina lako. Tumedanganyika. Tumedanganyika. We repent the sins of deception. Deliver us from deception. Oh, kanisa lilijua uombezi, shetani akakuja na deception. Oh God, our God, na watu wamefundishwa, na watu wanaomba maombi ya uchawi, maombi ya kulaani. Oh God, uliambia Barama hawezi kuwalaani, nimewabariki. Oh, na laana yako ikakuwa juu ya Barama.
tumepita mipaka kwa kufundishwa na shetani, na tunafikiri ni wewe tunatumikia, na ni kudanganywa, tumedanganywa. O Bwana, rikamazeka rabazaya, wengi wetu hatuwezi fua dafu, tumewekwa kwa gereza na adui, maana tulilaani na hatukujua tunalaani nini. Oh God, our God, umesema kwa neno lako, kwa sababu ulipenda kulaani, na wewe utavishwa laana kama kabuti. Bwana, tunakiri wengi wako kanisani wamevishwa laana kama kabuti. Wengi wako kanisani, wengi ambao wanaitwa waombezi, wengi wanaojiita waombezi, wako katika magereza ya uongo, wako katika magereza ya deception, ni mateka wa strong delusion. Oh God, wamevishwa kabuti ya laana, maana walidanganyika wakakuwa wakulaani kile ambacho umebariki, wakakuwa wakulaani kile ambacho hawajui. Shetani amefundisha watu, akapotosha intercession, akapotosha uombezi. Oh, come Lord Jesus. Njoo Roho Mtakatifu, our intercessor, Holy Spirit, our chief intercessor. Tumeanguka, kuna mwanguko mkubwa kanisani, kuna mwanguko mkubwa wa Wakristo, kuna mwanguko mkubwa wa kuomba kinyume chako, kuna udanganyifu. Oh God, we ask for deliverance. We ask for deliverance. Deliver us from strong delusion in the area of intercession. Deliver us from deception in the area of prayer and intercession, in all ways and manner that you have taught us, dear Lord. Deliver us. Deliver us, our God. Jinsi wengi ni mateka wa kusaidia shetani, na shetani anawafanya kuwa maadui zako Bwana. We bring the rebuke of the Lord against the spirit of blindness. Bwana, tunatubu. Bwana, tunaungama ya kwamba tumeanguka kutoka mahali pa maombi. Tumeanguka, tumeleta hata vitu ambazo sizo, ambazo si njia zako Bwana, na si pattern ya maombi uliotupa, si mwelekezo wa maombi uliotupa. Tunakuja mbele zako kwa kutubu, na siku hii ya leo Bwana, heal us of our backslidings. Siku ya leo, wacha maombi haya, wacha maji haya, wacha mto huu ukawapate wote. My goodness Lord, watu ambao walikuwa wanaomba, lakini sasa huwa wanagojea kipindi fulani kwa TV, na walikuwa waombezi, saa hii wanagoja kipindi fulani, saa hii wako kwa YouTube. Oh my God, wametekwa na views sasa, and our prayers are so casual, and they are abomination before you.
na maombi tunayoomba bila kutii. Bwana utusamehe. Neno lako linatuambia ulitii ukaomba. Shakadabasi tokosilasai. Tunatubu Bwana, tunatubu mfalme wetu, tunatubu maombi bila kutii, tunatubu kafara bila kutii. Uliniambia ni chukizo kwako, na hapo ndipo tulipo Bwana, hapo ndipo tulipo, na tunakuja mbele zako kwa kukiri, tunakuja mbele zako kwa kuungama, tunakuja mbele zako kwa kutubu na kusema tumeanguka. Uturejeshe. Tunatoa kafara ambazo ni chukizo kwako. Tunaomba maombi yaliyo chukizo kwako, na tumepewa maombi na adui zetu. Bwana, rejesha kanisa, rejesha kanisa. Oh God, our God. Bwana, uliniambia 08 ya kwamba tunapewa maombi na media. Ukaniambia tunapea agenda ya maombi ya shetani, na wewe ndiye komanda wetu. Lakini tunagoja shetani akishafanya ndio tunaomba, maana tumeanguka. Bwana, utusamehe dhambi hii mara tena. Forgive us once again and save us, Lord, and save our families and save this nation, oh God. Tumeanguka, tumeanguka Bwana, vile ulivyotuambia. Tunapewa maombi na media, tunapewa maombi na shetani, and you are our commander. We are going everywhere else but not to you. Oh, forgive us. Oh, forgive us. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Satan is your enemy and our enemy. Lord, that we will not perish, and our families and this nation. Oh, Lord, your vision. Your vision. Lord, build your church. Lord, build your church. Arise, Chief Commander of the armies of God, the Lord of hosts, the I am that I am. Oh Lord, we ask for the agenda from your heart. We ask for prayer agenda from your heart. Oh, that we will not miss your heart. Oh, that we will not miss your steps. Oh, ya kwamba si media itatupea maombi. You are our commander. Tunatubu dhambi hizi mbele zako. Hatutaomba uvumi. You are our king. You are our master. We repent of our backslidings. Tunarudi kurudi nyuma kwetu. And that's why we are praying amiss. That's why we are fasting amiss. That's why we are crying amiss. Tuponye kurudi nyuma kwetu Bwana. Tuponye tukiwa watu binafsi, tukikuwa jamii, tukikuwa taifa, tukikuwa viongozi. We repent the sins of apostles. Oh yes, through apostles, through prophets. Lord, we repent the sins of true apostles and true prophets. We repent the sins of fivefold ministries. We have fallen. Heal our backslidings. Heal our backslidings.
You are our master. You are our king, bishop of our confession. Holy Spirit of God, you that gives us utterance, you that knows the heart of the Father, utuponye, utuponye. Ulisema, and you are so loud, ya kwamba tunapewa prayer agenda na media na imeoza, inatoka uzaa. We have repeated it again. Kasema tunapewa agenda na shetani, maana tunaomba kisha fanya kile amefanya. And you are the command of your church. We have repeated it again. Na tumetupia maombi mikono, na tumekataa njia zako. Bwana tusamehe, Bwana tuhurumie, 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 kwa sababu ya maono yako ambayo umepea taifa hili, kwa sababu ya maono yako kuhusu kanisa. Tusamehe Bwana, tusamehe mfalme wetu, na uende nasi. Tunaomba mafuta mapya ya maombi. Tunaomba mafuta mapya ya maombi. Oh, ya kwamba tunaweza kuwa katika WhatsApp. Kumi, 20 zaidi. And we pray, by the way, forgive us, Lord. Tusamehe kukosa sana wewe. Kwa njia yoyote ile, umesema tuombe, prayer without ceasing. Anywhere, anyhow, any style, any time. Bwana tusamehe, tunakurejelea, tunakurudia. Heal our backslidings. Let the anointing flow. The anointing of prayer. The anointing of intercession. The anointing of seeking your will. The anointing of seeking your agenda and your purpose. The anointing of pursuing your vision. Bwana tunakukimbilia. Mfalme tunakukimbilia. Utukomboe. Uturehemu. Tunanena maombi katika anga. Tunanena njaa na kiu ya maombi itokayo katika moyo wa Roho Mtakatifu. Tunaomba maombi. Oh God, our God, hunger and thirst for prayer that it comes from your heart, for you live to intercede for us. We summon creation to pray. We command prayer, supplication, intercession in Christ Jesus, the head of the church, by the help of the Holy Spirit, our helper. We turn our anxiety, our worries into prayer. Oh yes. Umesema tusijisumbue kwa jambo lolote, lakini kwa kila jambo katika maombi hoja zetu zijulikane na wewe. Bwana, tuna masikitiko. Yes. Tuna anxiety. Tuna maumivu. Tunayabadilisha yote wa maombi kulingana na neno lako. We turn our worries and anxieties into prayer. For this is your teaching, for this is your instruction, for this is your counsel, for this is your command. Lord, we take it. Master, head of the church, we take it.
Anoint us with fresh anointing as your church. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.